Unajua kinachoendelea huko Iran kwa sasa na taarifa ambazo zinazidi kuchanganya vichwa vya watu duniani ni kuhusiana na kifo cha kiongozi wa Iran. Huyu ni waziri mkuu wa nchi hiyo, ambapo habari zinasema kuwa amefariki kwenye shambulio la kombora ambalo lilitumwa huko Iran. Sasa vyombo mbalimbali vya habari nchini humo vinakanusha habari hiyo na kusema kuwa si kweli. Kiongozi wao ambaye anafahamika kwa jina la Ayatollah Ali Khamenei, naomba nirudie jina lake, anaitwa Ayatollah Ali Khamenei, ambaye ni waziri wa nchi hiyo, na msemaji wa nchi hiyo anasema kuwa viongozi wao wako salama, wakati anaiambia chombo cha habari cha ABC News. Na kama ambavyo nafahamu, taarifa hizi zinazidi kusambaa kila wakati, lakini pia rais wa nchi ya Marekani Donald Trump naye amekuja na kuendelea kuweka msisitizo wake kuhusiana na kifo cha kiongozi huyo wa Iran. Donald Trump yeye anasema kuwa taarifa zinazoripotiwa kuhusiana na kiongozi mkuu wa Iran Ali Khamenei zinaonekana kuwa sahihi. Trump ametoa kauli hiyo akizungumzia ripoti zilizoripotiwa na baadhi ya vyombo vya habari vya Israel vinadai kuwa Ali huenda aliwawa katika mashambulio ya hivi karibuni, lakini hata hivyo hadi sasa hakuna uthibitisho rasmi uliotolewa na mamlaka za Iran kuhusiana na madai hayo, lakini serikali ya Iran haijatangaza taarifa yote kuthibitisha kifo cha kiongozi wao huyo. Lakini pia nimefuatilia baadhi ya maoni ya watu kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na taarifa hizi za kifo cha kiongozi huyu wa Iran. Baadhi ya watu wanasema kuwa kifo chake ama habari hizi ama taarifa hizi ni mtego kwa mataifa ya nje. Yaani inawezekana kuwa Iran wametoa taarifa hizi za kuuawa kwa kiongozi wao ili kuweka mtego kwa mataifa haya ambayo yanajaribu kuwashambulia. Nimeona pia Privadinho, huyu ni kiongozi wa pale Yanga kwenye masuala ya digital ama upande wa habari za hususan za klabu ya Yanga, au sio? Yeye pia ametoa maoni yake kuhusiana na kile kinachoendelea huko Iran. Amesema kuwa taarifa ya kifo cha Ali Khamenei kimetolewa na media za Israeli. Wengine wanasema wana picha za kifo chake na tayari Trump ametumiwa. Netanyahu amesema kuna dalili wamemuua. Sio mara ya kwanza kwa Israeli kutoa fununu za kumuua Khamenei. Kuna mawili, either ni mtego ili ajitokeze na waza nje ya picha, au kweli ameshambuliwa eneo ambalo yupo kwenye critical condition. Ndio maana Iran wamesema kuwa kiongozi huyo yupo salama. Sasa unajua mpaka watu wanasema kuwa inawezekana kuwa ni mtego. Unajua wanaweza wakazusha taarifa za kuuawa kwa huyu kiongozi wa Iran ili ajitokeze akanoshe, na kama ambavyo nafahamu sasa hivi tupo kwenye utandawazi, ikitokea akajitokeza hadharani akakanusha, watu wanaweza wakafahamu location ambayo kiongozi huyu yupo, na sidhani kama atakuwa mjinga kiasi cha kwamba ajitokeze hadharani na approve wrong hao ambao wanasema yeye amekufa. Lakini kwa Iran wenyewe na hata msemaji wa Iran anasema kuwa taarifa hizo ni za uongo. Kiongozi wao yuko salama, lakini pia hata rais wao yupo sehemu salama kabisa. Na kwa wale ambao wanaendelea, Iran inaendelea kushambulia maeneo yote ambayo kambi za Marekani zipo, na kama ambavyo unafahamu, Marekani yeye ashambulii kutoka kwenye nchi yake ya Marekani. Tuelewane vizuri hapa, Marekani hashambulii kutoka kwenye nchi yake ya Marekani. Yeye anashambulia kutoka kwenye kambi ambazo zipo kwenye hizi nchi husika za Umoja wa Falme za Kiarabu. Yaani Marekani ana kambi zake zipo kwenye hizi nchi. Kwa hiyo anachofanya Iran ni kushambulia sehemu ambazo kambi zake zipo, ili kuweza kuwaua nguvu wasiweze kuwashambulia kutoka kwenye hizo kambi ama nchi ambazo kambi zake zipo, kwa sababu Marekani kumshambulia Iran kutoka kwenye nchi yake husika kidogo inakuwa ni kazi ngumu, kuna umbali mkubwa sana, na ndio maana mnaona Iran ameshashambulia sehemu nyingi sana ambazo kambi ya Marekani ama kambi za Marekani zilipo, na hiyo yote ni kwa ajili ya kujami. Unajua bana, kwenye vita huaga uchagui pa kupiga. Kwa hiyo Iran inajaribu kujitetea kwa namna yoyote ile, na mpaka sasa sijaona mashambulizi ambayo Marekani amefanya, ni machache sana. Kwa hivyo wa Iran wanajaribu kujitetea kwa namna hiyo. Mpaka sasa
Nimefuatilia pia, nimeona kuna video moja Iran imeshambulia sehemu ambayo kambi ya Marekani iliyopo Dubai, na kama ambavyo nafahamu Dubai kuna watu wengi sana hususan wa Tanzania ambao wapo kule. Mfano kuna Kiredio pamoja na mpenzi wake wako Dubai, walienda kwa ajili ya kuenjoy na vitu kama hivyo, lakini mambo yameanza vita, na kama ambavyo unajua vita haikuangaliwa unatokea wapi, wewe ni nani, makombora yanarushwa. Lakini kwa taarifa hii ambayo imekuwa kizagaa kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na kifo cha kiongozi wa Iran, si taarifa za kweli kumradhi, wengi wanasema hivyo, japo Donald Trump naye amekuja hadharani na kusema taarifa hizo kwa kiasi fulani zina ukweli. Sasa hatujui mpaka sasa ni nani wa kuamini, kwa sababu Iran wenyewe wanasema kiongozi wetu ama viongozi wetu wako salama, lakini Donald Trump pamoja na watu wake, lakini pia na vyombo vya habari vya Marekani, lakini pia na nchi kadhaa wanasema kuwa rais huyo amefariki kupitia mashambulizi ambayo yaliyokuwa yakishambulia kwa wakati fulani. Sasa bado tupo kwenye dilema, yani tupo njia panda, hatufahamu kama kweli rais huyo kweli amefariki ama bado yuko hai. Sio rais kumradhi, ni waziri, kama ameshafariki ama bado yuko hai. Tuendelee kufuatilia, endelea kutufuatilia Showbiz Daily, subscribe hapo chini, kwa sababu tutakuwa hapa kwa ajili ya kukuhabarisha kila kitu ambacho kinakuwa kiendelea huko Iran, ukweli wa mambo, vita hii sababu ni ipi. Na taarifa ambazo nimezipata hivi punde, naambiwa kwa Iran wamefunga ile njia ambayo ilikuwa inatumika kwa ajili ya kusambaza mafuta duniani. Kama ambavyo unafahamu Iran kupitia bahari yake ama kupitia sehemu zake ndizo ambazo zimekuwa zikitumika kwenye kupitisha mafuta. Kwa hiyo Iran imefunga ile barabara ambazo meli zimekuwa zikitumika kwenye kupitisha mafuta kupeleka nchi nyinginezo. Kwa hiyo tutegemea hapa mafuta yataanza kupanda bei na tutaanza kupandishiwa nauli za daladala, kwa sababu kama Iran mwenyewe ambaye anazalisha mafuta na kusambaza duniani kote anasema hapana, sasa hivi hakuna mafuta kupita, basi hali itaenda kuwa tete. Na kama ambavyo unafahamu pia vita inapotokea duniani haiathiri nchi husika ama nchi lengwa, bali inaathiri dunia nzima. Ukitazama sasa hivi Iran anasema hakuna mafuta kupitishwa kwenda sehemu nyinginezo, amefunga zile njia. Sasa imagine watakaodhulika hapo, unadhani ni wa Iran pekee? Hapana, bali ni duniani kote. Hata Tanzania pia tutaathirika, kwa sababu mafuta tunategemea kutoka kwenye nchi hizo za falme za Kiarabu, na kama ambavyo nafahamu Iran ni moja ya nchi ambayo inaongoza kwa kuzalisha mafuta zaidi duniani. Sisi tuendelee kufuatilia kile ambacho kitakuwa kiendelea. Nikukumbusha kusubscribe hapo chini ili kwanza kuendelea kupata habari nyingi ambazo zitakuwa zikiendelea huko Iran pamoja na Marekani. Nini ambacho kitazungumzwa mimi nitakuletea hapa.